Yohana anaandika, anasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Tukiangalia haya maneno ambayo Yohana anatuandikia, anasema tazama ni pendo la namna gani kwamba Mungu amekubali tuitwe watoto wake. Ukiangalia katika ulimwengu huu, watu huwa wanajivunia kuitwa majina ya watu fulani maarufu. Inawezekana ni viongozi, inawezekana ni watu fulani ambao wamefanya mafanikio makubwa katika namna ya ulimwengu huu. Watoto wao wanajivunia majina ya baba zao, wanajivunia kuwa ni wana wa fulani, wanajivunia kuwa ni wana wa wale ambao katika ulimwengu huu wanaonekana ni watu ambao wamefanya vitu vikubwa. Sasa Mungu anasema tazama ni pendo la namna gani ambalo ametupa yeye kwamba tuitwe watoto wake. Na tukiangalia hili jambo la uwana wa Mungu limekuwa sio jambo ambalo watu wakijivunia kwamba kuwa ni watoto wa Mungu katika Yesu Kristo, kwa sababu kuwa mwana wa Mungu ni kwa njia ya imani tu katika Yesu Kristo, kwamba katika Kristo Yesu tunafanyika kuwa watoto wa Mungu, kwamba Yesu Kristo ambaye ndiye mwana pekee wa Mungu, mwana wa asili, tunapomwamini na kumpokea kama Mwokozi wetu, tunafanyika ni ndugu katika Kristo. Na kwa sababu tunakuwa ni ndugu katika Kristo Yesu, Mungu akituangalia anatuona ni wanaye, kwamba tumepokea ile haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo unayenisikiliza siku ya leo, ambaye umemwamini Yesu Kristo, na kwa kumwamini Yesu Kristo ukapokea msamaha wa dhambi, ni jambo la kujivunia, ni jambo la kufurahia, na ni jambo ambalo linaudhihirisha upendo wa Mungu kwamba umeitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu siku ya leo, ona unaenda mbele ya baba yako, ona unaenda mbele ya baba yako aliye mbinguni. Na hata tunapomwomba baba yetu aliye mbinguni, tunatakiwa tumuombe ya kwamba yeye ni baba. Tunamwomba baba yetu aliye mbinguni na si vinginevyo. Na inawezekana pengine bado haujamwamini Yesu Kristo, na unafikiri pengine haiwezekani mtu kuwa mwana wa Mungu, lakini ujumbe huu unazungumza na wewe leo. Wote waliompokea Yesu Kristo wanafanyika kuwa watoto wa Mungu, na si hivyo tu, wanafutiwa dhambi zao, kwa sababu Kristo Yesu aliutoa uhai wake ili wote walio katika yeye wasipokee adhabu ya kifo, sababu mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kwa mauti ya Yesu Kristo sote tunaomwamini tunapokea ondoleo la dhambi. Inawezekana kuna mambo ambayo umeyafanya unahisi kama Mungu hawezi kukupokea, lakini Mungu haangalii matendo. Mungu anaangalia tendo moja tu, kumwamini Yesu Kristo, kumwamini mwanaye. Na unapomwamini Yesu Kristo unapokea msamaha wa dhambi, lakini si hivyo tu,
unapokea msaada wa Roho Mtakatifu ambaye yupo kwa ajili ya kutusaidia kuweza kutembea katika huyo Mungu wetu. Mungu anatuokoa vile tulivyo ili kusudi atutengeneze, ili kusudi atuwezeshe, na anatuwezesha kwa njia ya neno lake na Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu anaachilia tunda au matokeo ya yeye kuwa ndani yetu ambao ni upendo, uvumilivu, kiasi, utu wema, fadhili, uaminifu na mambo mengi ambayo yanamwakisi Mungu Baba yetu. Unanisikia siku ya leo, ona kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutembea katika ukamilifu wa kimungu pasipo msaada wa huyo Roho. Na huyo Roho haishii tu kuachilia tunda, bali huachilia karama za rohoni, ambazo katika hizo tunaweza kwenda mbele za Mungu katika namna ambayo Mungu atatuelewa, kwa sababu hatuwezi kuomba jinsi tupasavyo, lakini huyo Roho Mtakatifu tusaidia kuomba kwa kuugua kusikuweza kutamkika. Lakini unafikiria una ujasiri wa kwenda mbele za Mungu, lakini ni kweli kama hujakubali msamaha wa Mungu ambao tunaopokea katika Kristo Yesu na kufanywa wana, hauwezi ukawa na ujasiri mbele zake. Mungu anapotuokoa, kitu ambacho anatupa ni ujasiri wa kupaingia patakatifu pake, kwa sababu tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake kwa sababu ya damu ambayo Kristo aliilipa kwa ajili yetu, ambayo katika hiyo tumepokea msamaha wa dhambi. Mungu anatupenda na ndio maana ameamua tuitwe watoto wake pale tunapomwamini Yesu Kristo. Mwamini leo hii, na wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu hili ndio pendo ambalo Mungu aliliachilia kwetu, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Watu wanajivunia kwa majina ya baba zao katika ulimwengu huu, lakini swala la kuitwa watoto wa Mungu ni jambo ambalo yatupasa sote tujivunie, ambao tuko ndani yake Kristo. Kwa hiyo wewe unapotembea popote, ona kwamba ni mwana wa Mungu. Hakuna kinachoweza kumdhuru mwana wa Mungu, hakuna kinachoweza kumwangusha mwana wa Mungu, kwa sababu Baba aliye mwema huhangaika kwa ajili ya mtoto wake. Na Mungu kwa sababu ni mwema zaidi ya wanadamu, Mungu anatulinda, Mungu anatuhudumia pale tu tunapoamini na tunapoenda mbele zake tukitambua kabisa kwamba yeye ni baba yetu. Tunakuwa tumetangaza ya kwamba ndiye mpaji, ndiye mlinzi, ndiye kiongozi, ndiye mwangalizi wetu. Tena tunakuwa tumetangaza kwamba sisi tumebeba utambulisho wake, tumebeba hati yake. Kwa upendo wako na neema yako, fadhili zako, nimefanyika mwana. Kwa upendo wako na neema yako, fadhili zako, nimefanyika mwana. Sio tena kwako mimi sifai, kwa kuwa ulilipa wa thamani kulipia deni langu. Kristo Yesu ndiye wakili wa kweli, sina shaka duniani, ninaombewa mbinguni. Damu inanena mema, msamaha nipokee kwa imani. Kwa upendo wako na neema yako, fadhili zako, nimefanyika mwana. Kwa upendo wako na neema yako, fadhili zako, nimefanyika mwana.
zako imara zinanifanya kinara, nikiishi neno lako na miliki mema yako, si kwa nguvu zangu wala si kwa haki yangu, hili si shauri langu, bali Mungu Baba yangu, kwa upendo wako na neema yako, fadhili zako nimefanyika mwana, kwa upendo